njema, siku njema na ya kipekee kabisa msikilizaji. Ni leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025. Uhari gani rafiki yangu, mpendwa wangu, popote pale unatusikiliza, karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na hapa tupo tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio. Kabla sijasonga mbele zaidi msikilizaji, basi niko na habari njema kwako mwanamke wa shoka popote pale ulipo, mwanamke mwenzangu. Ninayo habari njema kwako kutoka Tanzania Commercial Bank, ambao wanakuambia kila mwanamke ana kila sababu ya kutabasamu. Yaani una kila sababu ya kutabasamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Tanzania Commercial Bank kwanza inatambua mchango wa kila mwanamke. Popote pale ukiwa wewe ni mwanamke, basi tambua Tanzania Commercial Bank inatambua mchango wako wewe mkubwa kama mwanamke katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Sasa Tanzania Commercial Bank wamekuja na kitu kizuri kuhakikisha wanaendelea kusupport jitihada za kila mwanamke. Hizo jitihada ambazo unazifanya hizo, wanatamani kuona unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio maana wametuandalia account maalum kwa ajili yetu sisi wanawake, inaitwa account ya Tabasamu. Hii account ya Tabasamu ni kwa kila mwanamke kwa kusudi la kumuinua mwanamke kiuchumi. Kila mwanamke ainuke kiuchumi katika jamii yetu. Sasa hii account ya Tabasamu itakuwezesha wewe zaidi ya kuinuka kiuchumi, lakini na manufaa mengine mengi ambayo utaendelea kuyapata kupitia akaunti hii ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Itakuwezesha kujiwekea akiba yako rafiki yangu. Unajiwekea akiba yako wewe mwenyewe binafsi kama mwanamke, ambayo hii akiba utaiweka kwa ajili ya kutimiza malengo yako. Haya yanaweza akawa ni malengo yako binafsi, au inawezekana ikawa ni malengo ya kikundi, kwamba mmeamua kujiorganize. Kwa mfano labda mimi hapa Vero nikakwambia na wewe rafiki yangu tukajoin ikawa kama kikundi, basi account ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank itatuwezesha sisi kujiwekea akiba yetu, na mwisho wa siku tukatimiza malengo ya kikundi chetu. Sasa kwa nini uchague account ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank? Mimi ninakushauri nenda ukafungue account ya Tabasamu kabisa, na unafungua kwa gharama nafuu sana. Shilingi 1500 yako tu 500. Shilingi 1500 ni shilingi 5000, sio na 500. Shilingi 5000 tu za Kitanzania unafungua akaunti yako ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Niko hapa kukwambia manufaa utakapofungua akaunti ya Tabasamu, wewe mwanamke mwenzangu popote pale ulipo. Kwanza tu nikwambie, hii akaunti ya Tabasamu haina makato ya mwezi. Si unajua kuna makato ni kweli, sio uongo, ni kweli huko kuna makato. Lakini tukizungumzia akaunti ya Tabasamu kwa ajili ya kumuinua mwanamke, hakuna makato ya mwezi. Kwa hiyo kama wewe umeweka labda shilingi yako 10,000, haitakatwa. Mwisho wa mwezi unafika, hela yako haikatwi. Lakini pia ina punguzo kubwa la bima mbalimbali, zikiwemo bima za maisha, bima ya elimu kwa mwanao. Na zaidi sana utakapofungua akaunti ya Tabasamu, wewe mwanamke mwenzangu mjasiriamali, mtu mwenye kujishughulisha na shughuli mbalimbali, au nyinyi ambao mmejiorganize na kikundi, kuna faida kubwa mtaipata. Utapata nafasi ya kupata mkopo hadi shilingi milioni 150. Nenda kafungue hii account ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank kwa shilingi 1500 tu za Kitanzania. Ni wapi unasema Vero na mimi nataka kufungua? Basi tembelea tawi la Tanzania Commercial Bank ambalo lipo karibu na wewe. Nenda pale waambie mimi ni mwanamke, nimesikia habari njema hizi kunihusu mimi mwanamke, nataka nifungue account ya Tabasamu, maana naambiwa nina kila sababu ya kutabasamu. Kiukweli kwa haya nayokueleza yatakufanya utabasamu. Hutakuwa na makato ya mwezi. Kuna punguzo kubwa sana la bima. Kuna faida ya kupata mkopo. Jamani, haya kazi ni kwako. Nenda kafungue account ya Tabasamu leo, ufurahie mengi kutoka Tanzania Commercial Bank.
Tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tulikuwa na jana tulipiga hatua katika simulizi ambayo tuko nayo katika msimu huu ya ndugu yetu anaitwa Batuli, na kikubwa zaidi Batuli alitueleza kwa habari ya msimamo wa mume wake mtarajiwa. Mambo yameingiliana hapa katikati jamani, kuna mtu kavurugwa akili kweli kweli. Mtu unapigiwa simu, unatumiwa message, unaambiwa wewe unajifanya mwanamke kweli wewe umezaa na mume wa mtu, unabaki unasema mume wa mtu yupi jamani, mbona mimi ndio mke halali naenda kuwa. Akapita kwenye kipindi kigumu fulani Batuli, lakini nataka mpaka sasa hivi nikwambie Batuli yeye ni mshindi kwa sababu huyo mwanamke alijitokeza. Na shangazi mtu anamwambia, "Embu Batuli, embu vuta picha hii. Huyo mwanamke ambaye anatajwa, huyo mwanamke ambaye anabadilisha hizo simu kwa kupigia, kama anakuwa mwanamke kweli kabisa, ni kweli amezaa na huyo mume wako, uoga wake unatoka wapi? Kwa nini asionyeshe ushirikiano? Ina maana kuna watu wanataka kukuvuruga." Na Batuli anasema kweli mimi nimepima, naona kama ni maadui ambao wanataka kunivuruga. Na mpaka sasa hivi mume wake mtarajiwa anamwambia hakuna kitu kama hicho. Mbona watoto ni baraka? Kwa nini yeye awakane watoto? Batuli anamuingia kweli moyoni mwake, ila ni kweli. Mtu unaweza kukataa mimi na mwanamke, si mimi niliwahi kuoa, lakini unawezaje kataa damu yako? Haingii kichwani, si ndio? Hata Batuli anasema hata mimi nilisema sitaki kuendelea kuvurugwa tena, nitakishika kile ambacho mume wangu ananiambia. Lakini kubwa zaidi Batuli anatueleza mpenzi wake, lazizi wake, bebi wake, mume wake mtarajiwa anaona kama Batuli watu wanamstress. Kuja vunje ukimya, amue kufunga naye ndoa tu acha ifungwe. Maana walichokuwa na kingoja walikuwa wanangoja, naona hamna sababu ya kungoja. Mpenzi wangu, mbona watu wanamvuruga kichwa chake? Karibu sana msikilizaji, na tuyasikie haya mapya katika siku njema ya leo. Batuli anasema, mimi Batuli nimeamua kuamini hiki ambacho mume wangu anasema. Niko na rafiki yangu wa siku zote, tuko naye katika nyakati zote, na kipindi hiki ambacho pia mimi niko kwenye kumwangalia mtoto wangu, rafiki yangu pia kiukweli anaendelea kunipa kampa. Niko na ndugu wengine, lakini rafiki yangu ni yule ambaye atakupigia simu, haja kuona leo kesho atakuona, mtapiga naye story. Aliniambia, Batuli, umefanya maamuzi mazuri sana umeyafanya. Mimi nikupongeze kuamua kubeba kile ambacho mume wako amekisema. Alafu Batuli, hata ikatokea huyu mwanaume akawa amewahi kuoa kweli, hatuwezi tukajua nini kilichotokea mpaka ikapelekea wakawa labda kwenye migogoro, au mpaka huyu mwanaume hamtaki tena huyo mwanamke, au hatuwezi tukajua kwa nini, hata kama ni kweli alipata watoto, kwa nini ana ujasiri wa kuwatambulisha watoto wake kwa watu. Kwa hiyo mimi naona umefanya lilo zuri, kwa sababu hapa ni kumsikiliza mwanaume, kwa sababu yeye ndio muamuzi na yeye ndio mwenye kauli ya mwisho, anampenda nani anataka ambatane naye kwenye maisha yake. Mimi nilimwambia rafiki yangu, nashukuru kwa sababu mara zote umekuwa kwa upande wangu. Najua kuna muda na wewe watu wanakuvuruga kwa maneno yao, lakini nikwambie achana na mbaba, kwa sababu mimi najua ni mtu ambaye alikuwa na kisasi na mimi. Na usikute hata yeye ndo katafuta hao watu wakuja kunivuruga akili yangu, kujifanya kana kwamba yeye anamjua sana huyo mume wangu. Akasema ila ni kweli. Basi tukapiga stories hapa na pale. Nakumbuka siku hiyo tuko na rafiki yangu, simu yake iliita. Ilipoita mimi sasa nikawa niko karibu na simu yake. Yaani tunapiga hivi story afu mtu ameweka hivi simu chini. Tunaongea, simu inaita, mimi nilivyoiangalia ile namba haijaseviwa jina, lakini namba za mwishoni huko, namba hii naikumbuka sana kwa sababu ilikuwa inaishia 700. Hii namba inaishia 700. Hii ni namba ya yule mbaba, yani yule mbaba wangu ambaye mimi tulisha achana
na niliachana naye kiroho safi, yani ni mtu ambaye nilimwachilia. Sasa nilivyoona na rafiki yangu kama akahamaki sana, ile simu alienda kama akaimute haraka, nikamwambia vipi, mbona simu inaikwapuka hivi jamani? Akasema yani sio nimehisi nani ananipigia. Nikamwambia mbona kama hii simu namba iko familia na mimi sana? Akasema nani namba ipi? Nikamwambia wewe, mbona namba inaenda kufanana na ya mbaba? Akasema wewe sasa namba aliyekuwa mwanaume wako ndo namba anazoea peke yake, namba hizi zinaingiliana, zinafanana vipi yani? Nikamwambia hii namba imeingia hapa kwako, umemute. Mbona kama ya mbaba? Maana mimi waga sinaga ile kona kusema kwamba tazuga nisimuulize, sinaga ya mambo. Akaniambia Batuli. Nikamwambia kweli namba hii inaishia 700 inaanza. Nikamwambia namba za mwanzo, nikamwambia sio yeye ndo amekupigia simu hapa? Akaniambia Batuli hata sio yeye. Nikamwambia nipe nione, mimi naijua namba yake mwishoni, nipe. Wewe ulisema alikwambia kuhusu mambo yale ya mwanaume wangu, labda amekupigia kuambia jambo. Akasema sikusave hata namba yake ndugu yangu, sikusave namba yake. Nikamwambia basi kama ukusave usikute ndo huyu. Rafiki yangu akakatiza hayo mazungumzo na akaenda mada nyingine. Lakini mimi nikajiuliza, yani mimi nichanganye namba? Unajua una date na mtu unataka kuniambia nimechanganya. Yani mimi nimedate na huyo mbaba muda gani? Alafu ni mtu ambaye nilishika mpaka namba zake, tena namba sio moja, ila namba zake zinaishia namba hii, yani namba zake zinaishia hivyo mwishoni. Huko tu ndio kutakuta kuna mabadiliko, huko mwanzo inategemea na mtandao gani anatumia. Basi mtu kazuga pale, rafiki yangu katoka kasema makubwa. Lakini nikasema mbona alikuwaga hapatikani kwenye ile namba? Yani kama ni mtu ambaye aliamua labda kuchange mawasiliano, kwa sababu vipi kama aliamua kuiweka namba yake pembeni afu baadaye akairudia? Hebu ngoja niachane tu na haya mambo. Batuli anasema basi mimi nikaachana na hayo mambo, niko naendelea zangu hapa nyumbani, naendelea kumwangalia mtoto ndo kikubwa zaidi, na bebi wangu yupo anaendelea kuhakikisha kwamba niko okay. Na ile ahadi alioniambia kwamba bebi mimi sipendi ya maneno, nataka angalau sasa hivi tuende hatua nyingine. Aliniambia bebi mimi nataka tufunge simple wedding, yani simple kabisa, ya alafu tutakuja kufanya sherehe kubwa, lakini sasa hivi nataka bebi tufunge ndoa. Sasa na mimi kiukweli hapa nilipo, ukiniambia twende yani hata twende church, mimi mpenzi wangu, wasimamizi, familia za pande zote mbili wachache, niko tayari hapa nilipofikia. Nianze niwe rasmi mume wa mtu, mimi niwe rasmi mke wa mtu, niwe rasmi kwenye nyumba yangu. Yani niko tayari. Kwa hiyo sikuwa na kipingamizi chochote, kwa sababu mambo ya shughuli kubwa mapendekezo yalikuwa yanatoka kwa mwenzangu. Mimi sio kwamba nilikuwa nataka sana shughuli kubwa, yeye ndo alisema hawezi akafanya mambo ya kawaida, yeye ameshatoa sana kwa watu wake wa karibu na ndugu na nini. Kwa hiyo mimi nilimwambia baby mimi niko tayari kabisa. Kwa hiyo akasema sawa, hili ni jambo ambalo nafikiri tuanze kushirikisha na ndugu na nini. Kwa hiyo na mimi kiukweli nina amani, kwa sababu ni mwanaume nampenda sana. Ndio haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli. Lakini nikushukuru sana msikilizaji kwa kunisikiliza, na zaidi ni washukuru sana Tanzania Commercial Bank ambao wametuletea akaunti ya Tabasamu ambayo inamwezesha kila mwanamke kujiwekea akiba na kufikia malengo yake binafsi au malengo ya kikundi. Utakapofungua akaunti ya Tabasamu, nikukumbushe tu manufaa ni mengi. Kwanza, hakuna makato ya mwezi, lakini ina punguzo kubwa la bima mbalimbali. Zipo bima za maisha, bima za elimu kwa mtoto wako. Lakini kama haitoshi, akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank itakupa mkopo wa hadi shilingi milioni 150. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kufungua akaunti yako ya Tabasamu kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Hii ni akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. TikTok Capital E. Ripoti ya leo sehemu ya kwanza imeletwa kwenu na Tanzania Commercial Bank. Taji kanipa cheo, malengo najenga leo, nina hamu ya kupanda.
ya tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Je, umejiajiri? Kama ni ndio, basi wewe ni star wa mchezo. Hivyo basi, Jumatano hii ya tarehe 12 mwezi wa 3, 2025, tukutane mastaa wa mchezo maeneo ya soko la samaki la kimataifa la Feri, kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 9 alasiri, kukupa burudani na elimu kwa waliojiajiri. Star wako wa mchezo wakiwa na raha za uswahilini chini ya Dr. Kumbuka, Mayasa, MC Mama Tarik, Masanja, Stahimili pamoja na Ebi the One watahakikisha wanakupa burudani huku wakilinda mafao yako kwa miaka yote, ukiwa kama mwanajamii uliyejiajiri. Njoo Jumatano hii maeneo ya soko la samaki la kimataifa la Feri, tushiriki pamoja na mastaa wa mchezo kupata elimu na burudani itakayodondoshwa na MC Zo. Mimi nasema na mpenzi wa kileo, wewe kwa zamani ngapagana kileo. Kwa kujiunga na kuchangia, piga nyota 152 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 3 kisha fuata maelezo zaidi. NSSF, star wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga, kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart kitouch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie, na kwa wale wa DSTV ukipanda tunakupandisha, yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanya biashara, hii ni fursa na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0620 tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3 Mwenge. Mnadani EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Batuli akitujuza mengi katika safari yake ya maisha. Batuli anaendelea kutufahamisha haya. Batuli anasema basi ninazidi kufurahia hatua hizi ambazo ni njema. Mimi kama msichana hapa nazungumza, tayari nimeshazalishwa. Lakini mimi sijazalishwa na mwanaume ambaye hajachukua hatua kuja kujitambulisha nyumbani. Huyu ni mwanaume amekwisha kuja nyumbani, amekwisha kunivisha pete, na tulikuwa tupo kwenye mchakato tufunge ndoa. Lakini ndo mambo yakawa yameingiliana ya ujauzito na nini, akasema tumalize tukishapata mtoto tufunge ndoa. Lakini mambo ambayo yametokea hapa yanatupelekea sasa tufunge ndoa ambayo itakuwa ni simple. Kwa hiyo haya yote ninazidi kuyafurahia. Batuli anasema basi niko hapa nyumbani, ndugu zangu wanajua kinachoendelea, tutafunga ndoa simple ya watu wachache na tutakuja kufanya sherehe. Tutakuja kufanya sherehe, lakini hii tutaenda kufanya simple. Shangazi ananiambia angalia mwenzio, na huyu shangazi ananipenda sana sana. Sasa toka siku mimi nimejifungua, watu wamekuja wengi sana kuniona. Wamekuja wengi kuniletea zawadi, marafiki zangu, shangazi pia, yani upande wa kwa mwanaume pia wako watu wanakuja kuniona. Nakumbuka alikuja mtoto wa shangazi, binti wa shangazi, na shangazi amekuwa akiniambia nisiwe namsikiliza yule. Ninavyomuona anavaa nguo, anaendesha gari, nisihisi kwamba ana akili timamu. Hivyo vitu mtu akivifanya haimaanishi kwamba mzima kichwani. Huyu mwanangu namjua ana shida. Na hajawahi kuja kuniona, yani hajawahi tena.
hivyo hatujawahi kuongea tena toka tulivyozungumzaga yale. Sijui mamake alimwambia nini, sijui alimchamba, sijui ilikuwaje, lakini ndo alikuja sasa hapa, alikuja mwenyewe. Basi si amekuja kumuona mtoto, tukafurahi pale, nikamkaribisha. Akamuona mtoto akasema katoto kazuri. Nikamwambia asante. Katoto kazuri na kanafanana aka katoto na baba yake. Nikasema kabisa. Akasema na anafanana na yule mtoto wake wa kwanza. Yani hivi hata alivyokuwa mdogo naye alikuwa hivi hivi. Nikamwambia umetumwa. Sasa hivi mimi unajua hapa tunazungumza, mimi sasa hivi sitaki kuyumbishwa kichwa changu. Nikamwambia umetumwa. Akasema umetumwa hiyo vipi tena? Nisiongee ukweli. Nikamwambia hivi unajua wewe kichwa chako kimevurugika unajua. Akasema kwa nini? Kwa sababu mama amekwambia mimi nikichaa. Na umeamini mimi nikichaa. Hivi unavyoniona mimi nikichaa. Nitoke nyumbani kwangu, nipite hapo, nimnunulie mtoto zawadi, nije mpaka hapa kugonga mlangoni kwako, nije hapa kumwangalia mtoto, mimi kisha. Si ningepotea nyumba nikaingia nyumba nyingine, nianze kuchanganya kwamba hivi jamani kuna mama yote amejifungua hapa. Mimi na akili zangu timamu. Wewe ndio una kichaa. Nikamwambia mimi ndio una kichaa. Mimi ndio una kichaa. Kwa nini unaniambia maneno? Akasema Batuli, wewe ni msichana mwenzangu. Naona, wewe ni msichana mwenzangu. Pale ambapo unashindwa kumsikiliza msichana mwenzako, unaenda kusikiliza watu wazima kama mama. Wewe unadhani mama atakwambia nini wewe? Hata kama kwa mfano umeenda umenichongea kwa mama, tumeingia kwenye migogoro, nimegombana na ndugu yangu. Haya, basi nikuulize wewe. Wewe ndio mwenye akili nyingi. Mtu nimekwambia siri kama mwanamke mwenzangu. Ulikuwa hujui, nikasema nikufafanulie ujue. Wewe unasemaje? Mimi nina kichaa. Nikamwambiaje, wewe unataka kuniambia kitu gani? Akasema wenzako wanakudanganya maskini, wanasema utafunga ndoa, nikwambie hiyo ndoa haitakuwa rasmi. Wataita watu wa kuunganisha matukio. Huyu mtu alishafunga ndoa kanisani, rafiki yangu. Na sio kwamba huyu mtu amewahi kumwacha mke wake akampata talaka. Hamna kitu kama hicho, Batuli. Nimekuja kukuambia kwa sababu ninajua unadanganywa. Na nakwambia najua sisi familia yetu tulivyo wanafiki kuanzia wewe mwanaume, wanafiki sisi wote. Nakwambia tunafanyia watu unafiki. Mamangu mimi namjua, anacheka anafanyaje, hatakagi kuingilia mambo ya watu, lakini anajua anacheza mchezo gani. Nikamwambia nenda zako. Akasema niende zangu, taenda zangu, itakula kwako. Wewe una furaha gani kuiba mume wa mtu? Umekaa hapo na mtoto wako, unakaa mwanaume anahangaika na wewe. Sasa hivi mwanaume kule haendi kabisa nyumbani. Una raha gani? Unasababisha mwanamke mwenzako anapigwa. Wewe una raha gani? Nikamwambia anayepigwa ni nani? Akasema mwanamke mwenzako anapigwa. Wewe si ulitafutwa wewe? Wewe si ulitafutwa? Kuna mwanamke alikupigia simu kachambana. Unajua mwenzako alipigwa? Amepigwa. Haya, akipigwa mwenzako una raha gani? Nikaambia wewe, huyo mwanamke angekuwa anajiamini kweli kama amezaa na mwanaume wangu, kwa nini asije hapa? Asije nikamuona mwanamke shujaa. Akasema kwa hiyo wewe ndio shujaa, unajua kuiba wanaume za watu. Nikamwambia mimi sijaiba mume wa mtu, kwa taarifa yako. Sijaiba mume wa mtu na sijazaa na mume wa mtu. Akasema basi ndo nakwambia, mwenzako alikulisha matango poli. Huyu ni mume wa mtu, wamefunga ndoa kanisani, wana watoto. Inakwambia mara ngapi? Yule mwanaume wako hawezi kukwambia, inaweza ikachukua muda aje akwambie, lakini ukweli ndo huo. Mimi nikanyamaza. Nikamwambia unajua hii unaniambia ni mara ngapi? Uliniambia hilo jambo nikiwa niko na hali mbaya sana. Wewe mwanamke una roho mbaya sana, mtu mbaya sana. Akasema kama ulikuwa hujui nisikwambie. Kwani wanawake wangapi wanazaa na waume za watu lakini wanajifunza kuachilia waume za watu? Kuzaa na mume wa mtu sio shida kama alikuwa hajakwambia. Vipi umeshajua? Unaendelea kungangania mume wa mtu na kati umeshajua ni mume wa mtu?
Batuli anasema nikamwambia wewe unatakeje? Wewe unatakeje? Kwa mfano umekuja hapa nyumbani, umekuja kumwangalia mtoto, haya mtoto anafanana na huyo mtoto wa kwanza. Sawa, wewe unatakeje? Akasema mimi ninachotaka mwache mume wa mtu. Nikamwambia kwa nini huyo mwanamke asije akaniambia hiyo sentence mimi? Akasema atakuja kwa wakati wake. Atakuja. Nikamwambia mwanamke yuko wapi? Akasema yupo, nimpigie simu. Nimpigie simu. Nikamwambia sina haja. Akasema si unaona kiburi yako? Kwa nini unajua mimi nimeumia? Kwa nini mimi nimeumia sana? Naumia kwa ajili yako pia kwa sababu amekuficha. Halafu naumia kwa sababu huyu mwanamke najua alipotoka na ndugu yangu. Huyu kazini wangu unamuona hivi sasa hivi, sijui ana miradi ana nini. Kuna mwanamke ambaye ametoka naye toka mwanzo wakiwa wanaishi maisha yasiyoeleweka. Huyu mwanamke ndo alikuwa na shughuli zake anafanya. Huyu mwanamke ndo wakutoa hiki, wakutoa hiki, wakitoa hiki. Huyu mwanamke ndo alikuwa anampa mpaka pesa ya kwenda kufanya interview. Nikamwambia sasa kama mwanaume mimi hajanieleza kwa habari ya familia yake, wewe unataka mimi nifanyaje? Ndo haja kueleza, ndo tumesha kueleza. Kwa nini unataka unganganie ufunge ndoa fake? Na wakati ndoa inatambulika ni moja. Sasa huyu ndicho kilichomleta. Mke halali nikimtaja jina la mwanamume. Nikamwambia tena wakati mwingine ukija nitampigia simu mamako kabla hujakanyaga hapo kwenye hicho kibaraza. Nitampigia mamako aje akutoe hapa kama mwenda wazimu. Akainuka yule dada. Akaniambia haya, sikio la kufa waga halisikii dawa. Mimi nimekuja kukuambia kiroho safi, usijiingize kitanzi. Usijiingize kitanzi. Ngoja nikwambie kitu. Kuna mambo mtu anaweza akayafanya sirini, lakini kuna mambo ambayo Mungu anaamua kukuonyesha. Akamtumia hata mtu mmoja tu kukufungua macho kwamba unachotaka kufanya sio sahihi. Mimi ndo hapa ndo nimekuja sasa kukuambia unachokifanya sio sahihi. Kama kweli wewe ni mwanamke ambaye unataka kujua, ungeonyesha ushirikiano, umtafute yule mwanamke ukae naye chini akueleze. Sio kila siku unamfokea huyo mwanaume anaenda anampiga mwenzio. Akaniambia mimi naenda zangu. Ukihitaji kumtafuta huyo mwanamke, anayo namba yake permanent kabisa anatumia. Hii hapa, mpigie, ongea naye. Ni mwanamke mwenzio, ongea naye. Nyinyi ongea naye kiroho safi, mueleze ukweli kwamba ulikuwa hujui. Akuonyeshe kama ni nini, ni picha, ni nini, akuonyeshe kila kitu. Huyu mwanaume kazini wangu asicheze na akili yenu nyinyi. Aliondoka akaniachia hapo hiyo namba. Batuli anasema, yani unajua nilishaamua kurelax, yani moyo wangu umesha cool, yani sasa hivi na amani na hivi vitu vinavyoendelea. Hivi najiuliza jamani, mimi mwenzenu, inawezekana mimi niko gizani nisiyejua chochote kinachoendelea? Watu hawa, ina maana hawa watu wote wanaokuja kuniona kwa upande wa huyu mwanaume, ina maana wao hawajui kuhusu huyo mwanamke? Mbona hakuna mtu ananyanyua kinywa chake kuniambia chochote zaidi ya huyu mwenda wazimu? Yani ina maana shangazi vile ambavyo ananiambia, ina maana kuna kitu ambacho mimi sikijui. Batuli anasema nilitulia. Nikamwambia rafiki yangu njoo tuongee. Rafiki yangu akaja, nikamwambia rafiki yangu kuna 1 2 3 4 5. Akasema nikwambie, utaamua kunyamaza uendelee kukaa bila kujua ukiendelea kusonga na maamuzi yaliyoko mbele, au utaamua kutaka kujua?
mpigie simu huyo mwanamke, kwa sababu wewe sio mwizi, wewe sio mwizi wa mme wa mtu, wewe hujaiba mme wa mtu. Mpigie simu, kwa sababu sasa hivi tuko gizani, hatujui chochote. Haya, tunaambiwa kwamba anapigwa, mara tunaambiwa yuko mkoani, mara tunaambiwa pale hapa tunapokuwa tunafikia ni mimi mahali ambako najua bebi wangu ndo mahali anaishi, kwamba hii ni nyumba tu, yani kuna nyumba 1 ambayo ndo bebi mkubwa, watoto wake ndo wanafikiaga hapo. Hiyo nyumba iko wapi sijui, sijawahi kuona picha, sijawahi kuona, yani sijawahi kusensi chochote. Rafiki yangu akaniambia, vunja ukimya, piga hii namba ili tujue nyekundu nyekundu, njano njano hapa tulipofika. Ukiona pia maneno yanazungumzwa yanapotea, yanarudi, pengine kuna ukweli. Inaweza ikawa hujafika ukweli 100%, lakini inawezekana akawa amezaa naye hajamuoa, inawezekana waliishi hawajafunga ndoa, inawezekana walikuwa kwenye ndoa wamedivorce. Yani, lakini uthibitisho wa nini na nini, kwa sababu mwanaume amegoma kukwambia, ni bora tu tufanye hivyo kama huyo kichaa alivyokuambia. Na haya mambo acha kushirikisha. Hapo utampigia simu shangazi yako, utampigia simu sasa hivi sijui huyu mwanaume ni mimi na nini. Kuna mambo tulia, embu yatafutia ufumbuzi wewe mwenyewe. Tukazungumza na rafiki yangu kweli, tukatafuta muda, mimi nikachukua namba ya rafiki yangu, sikutumia simu yangu, nikapiga ile simu ikapokelewa. Batuli anasema ni sauti ya kike. Nikamwambia habari yako, akaniambia ni nzuri, nani mwenzangu? Basi mimi moja kwa moja nikajitambulisha, nikamwambia mimi naitwa Batuli fulani. Akaniambia nakusikiliza. Nikamwambia samahani, hii namba mimi nimepewa, mimi ni mwanamke mwenzio, kuna vitu nimekuwa najiuliza maswali, lakini kuna vitu nikapata mtazamo fulani, nikasema ngoja nikutafute, najua ili jina langu unalijua. Akaniambia nakusikiliza. Nikamwambia kama nilivyokuambia mimi naitwa Batuli, na nikamwambia moja kwa moja mimi na mume mtarajiwa na tunategemea kufunga ndoa siku chache kutoka sasa hivi, anaitwa fulani fulani, na nilikutana naye majira msimu fulani, na sasa hivi tuna mtoto wetu mmoja. Lakini nimekuwa nikipata lugha gongana kidogo kwamba huyu mtu ambaye mimi nimezaa naye, ambaye nataka tunaenda kufunga ndoa, kwa sababu alishanitolea mahali nyumbani, ninaelezwa kwamba ni mume wa mtu, lakini sijai kuona mazingira, sijai kuona chochote, yani sijui chochote. Na nimekuwa nikienda kwake, ninaenda napika, nafua, tunakula, na familia yake nawajua, baadhi ya ndugu zake tu wengi, na hata yeye kwetu anawajua ndugu zangu wengi. Sijai kusikia hayo mazingira. Kwa hiyo nilivyoambiwa sijataka kupuuzia, nikasema ngoja nimtafute kama ni mwanamke mwenzangu, kama kuna kitu kama hicho kipo, kwa nini sishie na mwanamke mwenzangu ambaye ndo natajwa kwamba ni mke wake? Yani imekuwaje? Nilimwambia hivyo moja kwa moja, kwa sababu ndivyo ambavyo rafiki yangu tulizungumza, tuanzie hapa twende hapa, twende hapa, twende hapa. Na kweli huyu mwanamke yeye alinisikiliza tu, yani alinisikiza mpaka nilipomaliza nukta kwamba nimeona nikutafute mwanamke mwenzangu, sisi kama wanawake tuzungumze, kwa sababu napoendelea kupiga hatua za maamuzi yaliyoko mbele yangu, naendelea kupata taarifa kama hizi, napata shida kidogo, kwa sababu najiuliza kwa nini zije katika wakati huu. Akaniambia okay. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli katika siku njema ya leo. Mapumziko dakika chache, na rejea hapa. TikTok Capital E. Najua huu ni mwezi wa mfungo, na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga.
Kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart kitouch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie. Na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanyabiashara, hii ni fursa. Na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0622 tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3. Mwenge Mnadani. Je, umejiajiri? Kama ni ndio, basi wewe ni star wa mchezo. Hivyo basi, Jumatano hii ya tarehe 12 mwezi wa 3 2025, tukutane mastaa wa mchezo maeneo ya soko la samaki la kimataifa la Feri, kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 9 alasiri, kukupa burudani na elimu kwa waliojiajiri. Star wako mchezo wakiwa na raha za uswahilini chini ya Dr. Kumbuka, Mayasa, MC Mama Tarik, Masanja, Stahimili pamoja na Ebi the One watahakikisha wanakupa burudani huku wakilinda mafao yako kwa miaka yote. Ukiwa kama mwanajamii uliyejiajiri, njoo Jumatano hii maeneo ya soko la samaki la kimataifa la Feri, tushiriki pamoja na mastaa wa mchezo kupata elimu na burudani itakayodondoshwa na MC Zo. Mimi nasema na mpenzi wa kileo, wewe wa zamani ngapagana kileo. Kwa kujiunga na kuchangia, piga nyota 152 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 3 kisha fuata maelezo zaidi. NSSF, star wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. EFM 103.3 Mbeya. Ripoti ya leo. Yes, ndugu yetu mpendwa anaitwa Batuli akiendelea kutujuza haya mengi katika safari yake ya maisha. Batuli anasema haya ni mazungumzo kati yangu mimi pamoja na huyu mwanadada. Ananiambia Batuli anasema huyu mwanamke aliniambia mimi naitwa, akanitajia majina yake. Akasema ni kweli, mimi nimekuwa nikisikia kuhusu mtu anaitwa Batuli, ila nilibahatika kuona picha zako pia, ila nilichelewa sana kukujua. Akaniambia mimi ni mke halali, akitaja jina la yule mwanaume na akinitajia tarehe, mwezi, mwaka waliofunga ndoa. Akasema sizungumzi tu kwa maneno, hata ukihitaji naweza nikakuonyesha vithibitisho vya hiki kitu nakisema. Na akanitajia mpaka mahali ndoa yao ilifungwa, yani kanisa gani ndoa yao ilifungwa. Akasema na mimi pamoja na mume wangu hatujawahi kupeana talaka. Kwa hiyo huyu ni mume wangu halali na tumezaa naye watoto wawili, akimtaja mkubwa na mdogo. Nimesikitika sana, nimeumizwa sana, nimeumia sana. Kwanza kusalitiwa na mwanaume ambaye nimetoka naye mbali sana. Nimejitoa sehemu kubwa ya maisha yangu kwa ajili yake, kwa uaminifu na kwa upendo mkubwa ambao nimeonyesha kwake. Lakini pia nimesalitiwa na ndugu ambao hawa ndio walikuja nyumbani kwetu. Hawa ndio walikuja kuleta barua nyumbani kwetu. Hawa ndio walikuwa pamoja nami. Na nikwambie mimi nimefunga ndoa, nimefanya kitchen party, nimefanya send off, nimefanya sherehe ya ndoa. Walikuwa pamoja nami na waliniletea zawadi wakifurahia. Nimejifungua, watoto wangu wamekuwa wako pamoja nami. Yani wale ambao walikuwa pamoja nami ndo wale ambao wananisaliti. Vaa viatu vyangu, mimi ni mwanamke ambaye na majeraha kiasi gani. Ninaelezwa haya maneno na mwanamke ambaye
anajitambulisha ndiye mke halali wa mwanaume ambaye naenda kufunga naye ndoa na nimeshazaa naye mtoto. Na ameshakuja nyumbani kujitambulisha hatua za mwanzo na amenivisha pete. Kwa hiyo hapa jamani ni ndoa ndio iliyobaki. Batuli anasema hapa kati tunazungumza tulikuwa na rafiki yangu na hapa mimi nilikuwa nimeweka loud speaker. Nilianza kuhisi kutetemeka. Rafiki yangu akachukua ile simu akamwambia, mimi hapa ni rafiki yake, usishtuke sauti tofauti. Rafiki yangu hayuko sawa, maana ulivyomwambia usentesi umemchanganya sana, kwa sababu haamini hiki ambacho anakisikia kutoka kwako. Akasema kwa nini haamini? Kwa nini haamini? Haamini kitu gani? Huyo ni mnafiki. Kwa sababu mimi nilimpigia simu na nilishamtumia message. Alinijibu nini? Alimwambia hivyo rafiki yangu akiwa amepokea simu. Akasema nikwambie, utamhukumu bure rafiki yangu. Hajui chochote. Hata siku hiyo ulipompigia simu, hata mimi najua tulihisi kuna watu wanacheza na akili yake. Rafiki yangu akamwambia, wewe unazungumza umetumwa au unazungumza ni una uhakika hicho unachokisema? Akasema mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Ni mama na shughuli zangu, naheshimika, naheshimiwa pia. Wasichana, nyinyi wasichana mnakurupuka sana. Mnakurupuka sana. Hivyo inawezekanaje ukutane na mtu kama mume wangu na akilini mwako uamini kama atakuwa hajaoa? Yaani unawezaje kuamini mwanaume kama yule ambaye amefika level za mafanikio kama hizo, ukaamini kwamba miaka yote huyu mwanaume alikuwa amekaa hapo ananingoja mimi hapa? Usitaki kufuatilia background yake ya mahusiano. Nikamwambiaje nikwambie? Akamwambia, dada, utamhukumu huyu mtu bure, ameshafuatilia sana. Akamwambia basi alichokuwa nataka kujua nimeshamwambia. Rafiki yangu akamwambia, kwa maneno tunawezaje kuyathibitisha hayo? Akamuuliza, kwani wewe unaishi wapi? Akasema, mimi naishi mkoa fulani. Na tuliishi hivyo kutokana na majukumu ya kikazi, lakini kuna shule watoto wetu wanasoma. Haya yalikuwa ni makubaliano. Lakini mara nyingi mwenzangu anakuja na mimi nakuja. Tuko na nyumba hapa Dar es Salaam na ndiko mahali ambako kanakuja. Na tunaishi hapo. Na maana nikija naweza nikaja likizo, niko likizo, watoto wako likizo, tunakaa hapo. Anamwambia rafiki yangu, niko nasikia. Jamani ndugu yangu, mwanamke mwenzangu. Nye, unajua nilikuwa nasema jamani. Rafiki yangu akasema, sisi wote ni wanawake. Tunaweza tukakaa hapa tukahukumiana, lakini tunaweza tukaonana. Huyu mwanamke akasema, sijui nyinyi mtakavyoona. Sijui nyinyi mtakavyoona. Kwa sababu migogoro ya ndoa yangu imeingia ni kwa sababu huyo rafiki yako ameingilia ndoa yangu. Ni kweli hakuna ndoa yenye amani 100%, lakini tangu huyu binti ameingia kwa mwanaume wangu, hata kuja huko, yani huko mkoani alikuwa haendi. Ndio na yeye anajiuliza kwa nini mwanaume haji, akija huko inaonekana mwanaume anakuwa yuko busy, ana visingizio chungu mzima. Batuli anasema rafiki yangu akamwambia, pole sana. Batuli ni mtu mzuri sana. Yaani ni mwanamke mwema, mzuri sana. Ni rafiki yangu. Hanaga shida na mtu. Na ndio maana tulipopata hii taarifa tukasema sisi ni wanawake na tusiipuuzie. Lakini ni mtu ambaye angejua huyu mwanaume ni mme wa mtu, asingeweza kudeti na mme wa mtu hata siku moja. Kwa sababu ni kitu ambacho kwenye maisha yake ameshakikataa. Kwa sababu anaamini na yeye atakuwa siku na ndoa, vipi mtu akideti na mme wake atajisikiaje? Basi huyu mwanamke akaonyesha willing, yani yeye hana shida. Yuko, mimi sina shida, yule ni mume wangu.
ni mume wangu na tumefunga ndoa, na sio kwamba tumedivorce, hapana, ni mume wangu. Tunapita kwenye migogoro kwa sababu huyu binti ndiye anayesababisha migogoro kwenye ndoa yangu, lakini akimwacha mume wangu atarudi. Batuli anasema kichwa kinawaka moto hivi. Sasa na mimi roho yangu ndogo, Batuli anasema na roho ndogo, nakiri na roho ndogo, siwezi kustahimili mambo mazito. Yani hapo nasema huyu mwanaume anadanganya, mimi nampigia simu. Rafiki yangu akasema usipige simu hata kwa shangazi yako mnafiki. Usimpigie simu. Tupange appointment tuonane na huyu dada macho kwa macho. Si amesema ana vielelezo? Ana kila kitu. Sisi tufanye uchunguzi wetu sisi. Wacha waendelee kutudanganya, sisi tunafanya uchunguzi wetu. Nakwambia nilisema sawa, tusichelewe. Alimpigia simu akamwambia tunaweza tukamit kesho. Akasema inawezekana, lakini sijajua usalama wangu, naomba nije na mtu. Basi rafiki yangu akasema hamna shida. Kwa hiyo wapi tutaonana? Tulikubaliana mahali ambako rafiki yangu alipendekeza, sehemu ya open place, sehemu nzuri tu, tukutane pale. Batuli anasema hayo mambo tunayafanya, yani mimi pamoja na rafiki yangu. Kweli tumekaa pale. Batuli anasema nikamwona mwanamke mdada tu, yani sio kwamba mnene wa wastani, na ni mrembo sana, mrembo kweli, dada mweupe kabisa, amesuka vizuri, amependeza zake vizuri. Akafika pale, alikuwa kuna rafiki yake sijui ni nani, akatusalimia pale. Rafiki yangu yeye ndo akawa kama yani ndo anaweka tu mambo saa karibu sana. Akasema mimi huyu binti ilibidi nimtafute. Ndo nikamwona picha yake. Baada ya kumtafuta nani ambaye mume wangu ameweka nguvu huko, ndo nikapata picha ya huyu binti. Basi mimi niko tu hapo nimetulia, namwangalia yule mama. Rafiki yangu akasema tumekusumbua. Akasema hamjanisumbua. Akasema sijajua nataka kujua nini zaidi. Akatoa pochi yake kubwa, naona alikuwa ameweka vitu huko. Akatupa cheti cha ndoa. Akakifungua akasema hiki ni cheti changu cha ndoa, angalia tarehe ya ndoa tuliofunga, angalia mwezi, angalia mwaka, majina la yule mama na huyu mwanaume wangu, majina yenyewe. Niko Mungu wangu. Akasema ngoja nionyesheni picha zingine, nimebeba album na nini, na picha ambazo nionyeshe nyakati za mwanzo tunakutana mimi na huyu mwanaume. Yani ndio tulikuwa tunaanza mahusiano mwanzoni kabisa. Nazo pia nimekuja nazo. Huyu mwanaume mimi nimeanza naye akiwa si chochote, yani sifuri. Umeona huyu hapa ndugu yangu nimekuja naye, anajua mengi zaidi, atakusimulia. Batuli anasema yani sikuamini hiki ninakiona. Jamani, naonyeshwa picha huyu dada akiwa yuko bado mdogo, yani msichana, na huyu mwanaume, na inaonekana alikuwa choka, yani alikuwa choka yule mwanaume, choka, yani wale ambao ndo ukifuata unasema so type yangu mimi, mwanaume gani huyu? Ndo wale sasa. Jamani, hizo picha anazo hivi, anaonyesha hapa ilikuwa hivi, hapa ilikuwa hivi, hapa ndo alikujaga nyumbani kuja kujitambulisha hapa. Basi hapa siku hiyo alipata kazi, ndo tukapiga hii picha. Jamani, nimeonyeshwa picha za watoto, nimeonyeshwa picha za ndoa, jamani, nimeonyeshwa picha mpaka nimemwona kwenye picha shangazi. Jamani, nimemuona shangazi kwenye picha nyingi. Sikuamini.
Batuli anasema mimi machozi tu yalikuwa yanatoka puka 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 puka. Huyu mama akaniambia, sijui kama ulikuwa hujui. Najiuliza kwa dunia leo unawezaje kujiingiza kwenye mahusiano bila kujua. Nikiwa natoka machozi nikamwambia sikujua. Sikujua. Akaniambia sio kweli. Ulidhamiria kuzaa na mume wa mtu. Ulidhamiria kumbeba mwanaume wangu aje akoe wewe, ili mimi uniache nikitaabika na watoto. Nikamwambia sio kweli. Nikamwambia sio kweli. Hiyo sio kweli, sio kwamba naisema tu sio kweli. Sio kweli, ninalia kwa uchungu kwa sababu sio kweli. Nikamwambia sio kweli. Sijawahi kuwa na mahusiano na mume wa mtu hata siku moja. Nikamwambia mimi sikuwa najua. Akaniambia ndio umejua. Mwache mume wangu. Si ulikuwa hujui? Basi mimi nimebeba kwamba ulikuwa hujui. Mwache mume wangu. Siwezi kumhukumu malaika ambaye amezaliwa. Nitahukumu kama utampa tena mtoto wa pili. Si ulikuwa hujui? Si ulikuwa hujui? Sasa nimekuambia na umejua na nimekuthibitishia hivi vithibitisho. Mwache mume wangu. Sijui kudate na mume wa mtu. Huyo alikudanganya kwamba hajaoa ukadate naye. Umejua. Mwache mume wangu. Akiarudia haya maneno mara 2, mara 3, mara 4, mara 5. Wakifunga na nilia zao ndani zao za picha, album zao za picha, wakibeba vitu vyao. Yule mama akasimama. Akasema nikwambie, wewe bado binti mdogo. Kuna uwezekano ukapata mwanaume ambaye anaweza akawa single, hajaoa, akakuoa na wewe ukamtengeneza akawa kama hivi umemwona huyu. Huyu unayemwona mimi nimemtengeneza. Hakuwa anapendeza hivyo, hakuwa anapaka mafuta, hakuwa anajua kuvaa nguo vizuri, akapendeza akavutia. Huyu hapa ndugu yangu hakuwahi kumkubali yule mwanaume kwa sababu alikuwa anamuona ni mshamba. Huyu hapa ndugu yangu ambaye niko naye hapa. Kwa hiyo tafuta kwako na wewe umtengeneza. Ulikuwa hujui, umejua, niachie mume wangu. Walisimama. Akasema nashukuru sana kwa muda. Naamini nitaanza kuona mabadiliko makubwa sana kwenye ndoa yangu. Na kama utaendelea kumshikilia mume wangu, mimi na wewe tutapambana ulingoni. Tutaona ni mimi au wewe atakaye survive. Batuli anasema ndo maneno alioniambia huyu mwanamke. Mimi nikiwa niko na rafiki yangu, tumeonyeshwa kila kitu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli katika siku njema ya leo. Basi nami nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Je, Batuli ameambiwa, amethibitishiwa, anaambiwa acha mume wa mtu sasa. Je, yuko tayari kumwachilia? Ameshamzalisha jamani. Asante. TikTok Capital E.